Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako upendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kuelekea mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, au kiweza kuzikutanisha miamba ya soka ya Tanzania. Hapa nazungumzia Simba Sport Club pamoja na Young Africans, au kiweza kushuhudia game imeweza kupangwa kucheza leo hii, ambapo kabla hatujaendelea kwa kile ambacho nimekusogezea hapa, ni kikosi cha Young Africans. Wao wamekitangaza kabisa, hawana noma, hawajasusa wala nini. Wenyewe wametangaza kwamba mechi ipo, na kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans, kocha Amdi, ameweza kutangaza kikosi cha majembe yake 11 kitakachoingia uwanjani leo hii kuwavaa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kama ambavyo ratiba inasema. Lakini kwenye kuelekea mchezo huo, klabu ya Simba wao wametangaza kwamba hawatocheza mchezo wa leo na hawatakuwa sehemu ya wageni katika mchezo huo, kwani kile ambacho wamekitangaza, ambapo Simba kupitia taarifa yao wenyewe wameweza kusema ya kwamba Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba inaarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na kukizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki zaidi ya wahusika wote wa sakata hili. Unaona bana, wakiweza kuweka barua yao hivyo. Sasa kikosi cha Young Africans wao wamesema bila shaka wenyewe watatimba uwanjani tu kama ilivyo kawaida, na kikosi ni kama ifuatavyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika kikosi katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, ajua kwamba utakuwa umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo pembeni. Kufanya hivyo kutakupa wewe taarifa ya kuwa unapata ujumbe kwenye simu yako pindi tu ambapo utakapokuwa umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Karibu kwa mara nyingine tena, hii hapa ni Wina Media. Bana, kikosi cha Young Africans ambacho kimetangazwa ni hiki hapa, ambacho golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, unafahamu ubora wake, akiendelea kuzitafuta clean sheet katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Muendelezo wa Djigui Diarra kukaa langoni kuna tafsiri ya kwamba bado yupo katika ubora wa kuweza kuipambania kikosi cha Young Africans, na ndipo hapo kocha Amdi ameweza kumpa namna ya kuweza kupambana ili kuhakikisha leo hii wanaondoka na alama 3 muhimu katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo golini anasimama Djigui Diarra akiweza kulinda lango safi kabisa, huku safu ya ulinzi ambayo itakuwa ikimlinda Diarra itaongozwa na beki namba 2 ambaye ni Israel Patrick Mwenda, akiweza kuanza katika mchezo huu. Kijana ni kama nyota imemngalia hivi, unaweza kusema ameweza kuaminiwa. Ukiweza kushuhudia mchezo mkubwa kabisa huu wa dabi ya Kariakoo, akiweza kupewa nafasi. Dirisha dogo tu la usajili ambalo aliweza kusajili mwezi Januari limeweza kumpa uhalali wa kuanza katika mchezo huu mkubwa. Hivyo basi mwalimu ameona kama kuna fursa kuweza kumwanzisha. Nyota imeng'aa kwa sababu ametoka kwa hawa ambaye ni Simba Sport Club, ambao ndio walioweza kumpatia
kumuonyesha kijana mwanga, hatimaye akaweza kutofautiana nao, akaelekea Singida, Yanga wakaona kipaji wakakichukua. Lakini kwa upande wa beki namba 3 atakuwepo Issa Shadrack Kiboka, mwendo, kasi na mbio, nguvu, maarifa yote yako nayo Issa Shadrack Kiboka, nafahamu ubora wake. Sasa hivi amekuwa ni moja ya watu tishio kweli kweli kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, na hivyo pia ni moja kati ya wapiga faulo wazuri kabisa ambao Young Africans pia wanao. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo litakalo kwenda kutokea. Hivyo basi Issa Shadrack Kiboka katika upande wa beki namba 3 atasimama vilivyo kabisa. Lakini kwa upande wa beki namba 4 atasimama Ibrahim Hamadi Baka, unafahamu shughuli yake, moja kati ya beki ambaye ana nguvu, maarifa, kasi, tackling za kutosha zinapigwa maeneo husika. Ni moja kati ya watu ambao utakwenda kushuhudia hilo litakapokwenda kutokea, kila mmoja kiweza kuzungumza lake kuhusiana na Ibrahim Hamadi Baka juu ya kiwango chake kuzidi kuongezeka. Lakini kwa upande wa beki namba 5 utakwenda kushuhudia atakuwepo Dickson Job, kapteni msaidizi, akiweza kulilinda lango, kuhakikisha safu yake ya ulinzi akiongoza vyema kwenye kuhakikisha wanamlinda Djigui Diarra asiweze kukutana kazia yoyote katika eneo la lango lake. Hivyo ndio mchezo ambao leo hii utakapokuwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Lakini kwa upande wa beki hapa anazungumzia viungo sasa. Katikati anasimama Alidi Aucho namba 6, unafahamu bora wake, moja kati ya viunganishi bora kabisa kati ya Young Africans. Katika upande wa washambuliaji na safu ya ulinzi amekuwa na wakati mzuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia namna ambavyo akipewa nafasi ya kutosha kabisa kuanza kwenye kikosi cha kocha Amdi, akiongoza kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo leo hii Machi 8, siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka kuona miamba ya soka ikiweza kukutana. Lakini kwa upande wa namba 7 atakuwepo Maxim pia Nzingeli, unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota pendwa kabisa, wanapendwa mpaka na timu pinzani. Chasambi leo hii anajivunia kucheza na role model wake katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Sasa itajulikana ni kati ya role model ama itakuwa mtu ambaye anamtizama huyo role model, nani ataondoka na alama 3, itakwenda kujulikana leo. Lakini kwa upande wa namba 8 atasimama Mudathir Yahya, unafahamu shughuli yake, moja kati ya viungo bora kabisa, wakabaji, wanakaba vyema kabisa, hawawezi kuruhusu mambo yatokee mbele yake. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanajua kutibua mipango ya timu pinzani, na kazi kubwa leo ni kuhakikisha kwamba anakwenda kuivuruga wekundu wa Msimbazi Simba katika eneo la katikati. Hivyo basi utakwenda kushuhudia kila kitu kikiweza kutokea. Lakini kwa upande wa namba 9 anasimama Prince Mpumelelo Dube, mwalimu akiweza kumpatia uhalali wa kuweza kuanza katika mchezo huo. Unafahamu ya kwamba Prince Dube ni miongoni mwa wafungaji ambao wana kinara katika wafungaji pale Young Africans, na mabao yake 10, ukiweza kushuhudia yeye pia na kiwinda kiatu cha mfungaji bora wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini kwa upande wa namba 10 atasimama hapa, nazungumzia Cletus Chama, nafahamu ubora wake, amekuwa na wakati mzuri kweli kweli na kikosi cha Young Africans, huku mpaka sasa akiwa na mabao 3 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Utapenda leo hii atakapokuwa akicheza na waajiri wake wa zamani. Lakini kwa upande wa namba 11 atasimama si mwingine bali ni Profesa Waboli, si mwingine bali ni Pacome Zouzoua, akiweza kuanza katika mchezo huu wa leo. Hicho ndio kikosi cha Young Africans kitakachoanza katika mchezo huu mkubwa kabisa dhidi ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Vipi? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.